Ni mwanaharakati, mwanasiasa, mwimbaji, wakili na mwigizaji. Anatikisa si tu katika jukwaa la muziki, hata katika jukwaa la kisiasa. Kumtanguliza Mungu kwanza kabla ya yote ndiyo ada yake. Na pasina shaka, wacha nikupe hadithi ya kijana mmoja kutoka huko nchini Uganda. Wengi tunamfahamu kwa jina lake la jukwani, Bobi Wine. Alizaliwa tarehe ya 12 Februari mwaka 1982 na kubatizwa kama Robert Kyagulanyi Ssentamu. Hapo awali aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Kyadondo Country East lililopo katika wilaya ya Wakiso, mkoa wa kati wa Uganda. Robert Kyagulanyi anaongoza chama cha kisiasa cha National Unity Platform NUP. Mwezi Juni mwaka 2019 alitangaza kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa Uganda wa mwaka 2021. Alishiriki katika uchaguzi huo na kulingana na matokeo rasmi alishindwa na rais aliyekuwepo madarakani Yoweri Kaguta Museveni, ingawa yeye alidai kuwa matokeo hayo yaliogoshiwa. Tarehe 14 Disemba mwaka 2021 aliwekwa chini ya kizuizi cha nyumbani na serikali ya Uganda. Hata hivyo, aliendelea kupinga hatua hiyo. Baadaye alisafiri kwenda nje ya nchi ambako alitoa filamu iliyoonyesha uhalisia katika uchaguzi wa mwaka huo 2021. Aliporejea Uganda tarehe ya 5 Oktoba mwaka 2023, alikamatwa. Filamu yake ilishinda tuzo ya Peer Board. Bobi Wine, The People's President, ilifuatilia safari yake wakati wa uchaguzi wa mwaka huo 2021. Tarehe ya 7 Februari mwaka 2025, chama chake cha National Unity Platform kilifanya mdahalo wa wazi kwa wagombea wote 10 wa uchaguzi mdogo wa Kawempe Kaskazini mwaka huu 2025 ili kubaini uwezo na namna wanavyojenga hoja. Tukio la kwanza katika historia ya Uganda. Mdahalo huo uliorushwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii. Tarehe ya 25 Juni mwaka huu 2025, Wine aliwasilisha rasmi fomu za kuonesha nia ya kugombea urais kupitia tiketi ya NUP katika uchaguzi mkuu wa Uganda wa mwaka 2026 Januari, akieleza kuwa hatua hiyo ni mwendelezo wa jukumu lake ambalo bado halijakamilika, na akawahimiza wananchi kuunga mkono kwa kura ya upinzani ili kumaliza utawala wa muda mrefu wa Yoweri Kaguta Museveni. Wine alizaliwa na baba yake Jackson Willington Ssentamu katika familia yenye watoto 34. Alizaliwa katika hospitali ya Nkozi ambako mama yake Margareti Nalunkuma alikuwa mkunga. Alikulia katika mitaa ya Kamwokya, eneo la kaskazini mashariki mwa Kampala, mji mkuu wa Uganda. Wine alisoma Kitante High School ambako alipata cheti cha elimu cha Uganda yani UCE mwaka 1996, na baadaye Kololo Senior Secondary School ambako alipata cheti cha elimu cha Uganda cha ngazi ya juu yani UACE mwaka 1998. Baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Makerere Kampala ambako alisomea muziki, dansi, maigizo na kuhitimu kwa stashahada mwaka 2003. Mwaka 2016 Wine alijiunga na chuo cha International University of East Africa kusomea shahada ya sheria. Hii ni kutokana na ushauri aliopewa na mwalimu wake wa sheria za kikatiba David Lewis Rubongoya, aliyehamishwa kutoka IUEA ambacho wakati huo
hakikuwa kimepata ithibati kamili ya kufundisha sheria na kuhamia Cavendish University ambacho kilikuwa kimeidhinishwa tayari, na akakamilisha shahada yake mwezi Agosti mwaka 2024. Nyakati za awali kabisa, Wine na rafiki yake Mugisha Fadhalmul Toto walianza kazi yao ya muziki mapema miaka ya 2000 wakitumia majina ya kisanii kama Bobby Robbie na Piara Toto, yakitokana na jina lake la ubatizo la Kikristo Robert, na wakivutiwa pia na msanii Bob Marley ambaye naye aliitwa Robert. Hata hivyo, baadaye aliamua kubadili jina hilo na kujiita Bobi Wine. Akatamba na ngoma zake za mwanzo kama Akagoma, Funtula na Sunda aliyomshirikisha Zig D zilimpa mafanikio makubwa katika tasnia ya muziki nchini Uganda. Muziki wake umetambuliwa kuwa na mitindo ya kidandali, reggae, dancehall na afrobeat, mara nyingi ukiwa na ujumbe wa kijamii. Sio tu anautaka uongozi wa taifa, bali hata katika safari yake ya muziki alikuwa kiongozi wa kundi la Firebase Crew hadi lilipovunjika. Kisha akaanzisha kundi jipya lililoitwa Ghetto Republic of Uganda, na mpaka sasa amefanikiwa kuachia zaidi ya nyimbo 70 ndani ya kipindi cha miaka 15. Mwaka 2016 wimbo wake wa Kiwani uliingizwa kwenye orodha ya muziki wa filamu ya Disney Queen of Katwe. Mnamo mwaka 2006 Wine alianzisha mtindo wa muziki wenye mwelekeo wa kijamii na kisiasa unaoburudisha huku ukifikisha ujumbe wa elimu, hasa kwa wakazi wa maeneo masikini ya Kampala, ikiwemo mitaa ya ghetto. Na baadhi ya kazi zake mashuhuri ni pamoja na Ghetto aliyomshirikisha Nubian Lee, Obyonjo, Obululu, Tobutwawula, Time Bomb na nyingine nyingi. Ujumbe katika kazi hizo ulilenga kuwahimiza wanasiasa kuwajali zaidi watu wa hali ya chini, pamoja na kuwaelimisha wananchi juu ya uwajibikaji katika jamii zao. Mada alizogusia ni pamoja na usafi, afya ya uzazi, mimba na ndoa za utotoni, ukatili wa majumbani na HIV ama ukimwi. Muziki wake uliwagusa sana wananchi na ulimpa jina maarufu la Ghetto President, jambo lililomsaidia kupata nafasi kubwa katika siasa za Uganda na baadaye kuwa na ndoto ya kuwa rais wa taifa hilo la Uganda. Wine pia ni mwigizaji hasa katika filamu za ndani ya nchi hiyo ya Uganda. Mwaka 2010 itakumbukwa alicheza katika filamu ya Cleopatra Koheirwe iitwayo Yogera. Mwaka 2015 alicheza nafasi ya uongozi katika filamu ya Situka iliyoandaliwa na Twaweza pamoja na Helen Lukoma. Amefanya kazi pia katika filamu nyingine kadhaa zikiwemo Divisions. Mtazamo wake, uimbaji wake na mapokezi ya jamii kwa aina ya muziki wake anaofanya ulimpa nguvu na ujasiri wa kuthubutu zaidi, akitazamia katika siasa rasmi. Mnamo Aprili mwaka 2017 ambapo Wine alitangaza kugombea ubunge katika uchaguzi mdogo wa jimbo la Kyadondo, Country East, kampeni yake ya kutembea nyumba kwa nyumba ilivutia umakini ndani na nje ya Uganda. Alishinda uchaguzi huo kwa tofauti kubwa sana, akiwashinda wagombea wawili wazoefu wa muda mrefu, yani Sitenda Sebulu wa chama tawala cha National Resistance Movement NRM na Apollo Kantinti wa chama kikuu cha upinzani Forum for Democratic Change FDC. Mnamo mwaka 2018 Wine alipata umaarufu zaidi, akiongoza ushindi katika chaguzi nyingi ndogo kupitia wagombea aliowasaidia kufanya kampeni, na hivyo
kuwashinda wagombea wa NRM na FDC. Lakini Agosti mwaka 2018 wafuasi wa mgombea huru Kassiano Wadri walipigana na msafara wa Rais Museveni mjini Arua, jambo lililosababisha vurugu na polisi. Bobi Wine, aliyekuwa mkosoaji mkubwa wa Museveni, alidai kuwa dereva wake aliuawa kwa risasi na polisi, na baadaye alikamatwa kwa tuhuma za kumiliki silaha haramu na uchochezi. Baada ya kukamatwa kwake, Wine aliyekabiliwa na mashtaka kadhaa, akiachiliwa kwa dhamana na kusafiri kwenda Marekani kutibiwa, lakini alikamatwa tena wakati aliporudi nchini Uganda. Serikali yake ilipiga marufuku wafuasi wake kukusanyika hadharani. Mnamo mwaka 2019 alikamatwa tena kwa kuongoza maandamano dhidi ya kodi ya mitandao ya kijamii, akifikishwa mahakamani na kuachiwa kwa dhamana. Tukio hili lilipokelewa na kukemewa na mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International. Mwaka 2020 hadi mwaka 2021, Bobi Wine alikabiliana na changamoto kubwa wakati wa kampeni za urais, kukamatwa mara kadhaa na kuwekwa kwenye kizuizi cha nyumbani, huku maandamano makubwa yakiibuka nchini humo. Hata baada ya matokeo ya uchaguzi kuonyesha ushindi wa Museveni, aliendelea kupinga matokeo hayo, akieleza kwamba uchaguzi huo ulikuwa na udanganyifu mkubwa, na baadaye aliathiriwa kwa bomu la gesi ya machozi na 24. Licha ya hayo yote, Bobi Wine bado anatafuta kumng'oa Rais Yoweri Kaguta Museveni kupitia kugombea uraisi katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Januari mwaka 2026. Wine alichukua fomu za uteuzi katika tume ya uchaguzi ili kumruhusu kushiriki katika mchakato huu. Hata hivyo, matumaini yake ya kuteuliwa yalipungua baada ya tume ya uchaguzi kusema kuwa hakuwasilisha idadi ya kutosha ya sahihi zinazohitajika nyakati za awali. Lakini mnamo tarehe 24 Septemba mwaka 2025, Robert Kyagulanyi Ssentamu aliteuliwa rasmi kuwa mgombea wa urais wa NUP na tume ya uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2026. Sawia na harakati zake, pia Bobi Wine amekuwa mstari wa mbele katika kazi za kibinadamu, akisaidia miradi ya kuboresha maisha ya wanyonge kupitia kampeni za usafi, kuzuia malaria, misaada kwa vituo vya afya na wakimbizi, na kuhamasisha malezi bora na elimu, huku pia akichangia katika juhudi za kijamii kama kampeni za afya ya mama na mtoto, msaada wa dharura, na kusaidia jamii za ndani na diaspora, yaani watu walioko nje ya taifa lake. Hatua zake hizi zilionyesha kujitolea kwake kwa ustawi wa wananchi wa Uganda bila kujali changamoto za kisiasa au shinikizo la serikali. Wakati Wine akisoma katika chuo kikuu cha Makerere, Wine alikutana na mkewe Barbara Itungo, anayejulikana pia kama Barbie, ambapo kwa wakati huo alikuwa mwanafunzi wa shule ya Bweranyangi Girls Senior Secondary School, na harusi yao ilifanyika Agosti mwaka 2011 baada ya kuishi pamoja kwa miaka 10. Bobi Wine amepokea tuzo za uteuzi mbalimbali kutokana na kazi yake ya muziki. Mnamo mwaka 2005 alishinda tuzo ya Song of the Year katika Peer of Africa Music Award kwa wimbo wa Mama Mbire, akiwa pamoja na Juliana Kanyomozi. Mwaka uliofuata 2006 alishinda Best Afrobeat Single kwa wimbo wa Bada na pia Artist of the Year katika tuzo hizo hizo. Na kupitia tuzo za Tanzania Music Award mwaka huo, albamu yake ya Mama Mbire iliteuliwa kama Best East Africa Album. Mwaka 2007 Bobi Wine alishinda tena tuzo za Best Africa Beat Single kwa wimbo wa Kiwani na Best Afrobeat Artist
and Group. Pia aliteuliwa katika Kisima Music Award kwa wimbo wa Bada. Mnamo mwaka 2008 alishinda Best Afrobeat Artist and Group katika Peer of Africa Music Award, na mwaka 2009 wimbo aliowimba na Wahoo, Little Things You Do, uliteuliwa katika MTV Africa Music Award kwa Best Video. Katika tuzo za High People Music Award ya mwaka 2013 aliteuliwa kama Artist of the Year na Best Male Artist, huku wimbo wake wa Jennifer ukishinda Best Afro Song. Mwaka 2018 katika Zina Awards alishinda Male Artist of the Year na Song of the Year kwa wimbo wa Kiarenga, huku akiteuliwa pia kama Artist of the Year. Bobi Wine amepokea tuzo na heshima mbalimbali za kimataifa, ikiwa ni pamoja na African News Personality of the Year mnamo mwaka 2018, Foreign Policy Global Thinkers mnamo mwaka 2019, Rainbow and Push International Humanitarian Award mnamo mwaka 2019 na Friedrich Naumann Foundation Africa Freedom Prize mnamo mwaka huo huo. Mwaka 2021 alithaminiwa kama Outstanding Entrepreneurial Artist katika tuzo za Janz Awards, na mnamo mwaka 2022 alitambuliwa katika Fort Under 40 Africa Awards huko Accra, Ghana, pamoja na Ronnie Matovu Humphrey na Bimanya na Brian Morel Publications. Bobby Wine ameachia album kadhaa ikiwemo Bobby Wange mwaka 2015, Hosana mwaka 2015, Kansubize mwaka 2015, Ontabira mwaka 2015, Sweet mwaka 2015 na Kiarenga mwaka 2018. Nyimbo na EP zake maarufu ni pamoja na Ayagala, Mulasi 2015, Freedom mwaka 2017, Kiarenga mwaka 2018, Tuliambala Engule mwaka 2019 na Coronavirus Alert mwaka 2020. Bobby Wine pia amejikita katika filamu na vipindi vya television akihusiana na kazi za sanaa na kisiasa. Filamu zake ni pamoja na Divisions ya mwaka 2008, Yogera mwaka 2010, Situka kama Muganga ya mwaka 2015 na mfululizo wa vipindi vya runinga kama Omubanda wa Kabaka mwaka 2012 hadi 2016. Huyu ndiye Robert Kyagulanyi Ssentamu, wengi tunamfahamu kama Bobby Wine, anayewania nafasi ya urais huko nchini Uganda. Je, atafanikiwa kutimiza adhma yake ya kuwa kiongozi wa Uganda na kumbwaga kiongozi wa muda mrefu Yoweri Kaguta Museveni? Mimi na wewe, yetu macho na yetu masikio kusubiri kitakachoendelea.